A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hakika ndugu zangu, katika siku hii ya leo twende tukajifunze alama 5 za kumjua kwamba mtoto wako ana akili nyingi au atakuwa na akili nyingi sana endapo ukiziendeleza vizuri alama hizi alizokuwa nazo mtoto wako. Hakika watu wengi wamekuwa wakipuuza, na sio kupuuza tu, bali ni kuto kujua kwamba wawaendeleze vipi watoto wao kiakili endapo wanapoona ishara fulani, lakini wao wanashindwa kuzitambua jinsi ya kuziendeleza ili mtoto awe kama inavyostahiki. Sasa Mwenyezi Mungu anapomleta mtoto genius, mtoto mwenye akili kubwa, mwenye akili nzuri, basi Mungu huwa analeta ishara kwa wazazi, analeta alama kwa wazazi ili wale wazazi wazifanyie kazi zile alama, wazifanyie kazi zile ishara, na waweze kumsababisha mtoto wao aweze kufikia viwango ambavyo alivyokuwa navyo. Kwa bahati mbaya sana, wazazi wengi wamekuwa wakichangia kwa kiwango kikubwa cha kuweza kuzima nuru za watoto wao, kuzima uwezo wa watoto wao na kuzima vipaji vya watoto wao. Hili swala limekuwa likichangiwa kwa asilimia kubwa sana na wazazi wenyewe kuwaharibu watoto wao kupitia vipaji ambavyo alivyowapa Mungu tangu wakiwa wadogo. Sasa hebu twende bega kwa bega, mkono kwa mkono, ili tuweze kusikiliza ni namna gani tunaweza kuviendeleza vipaji vya watoto wetu, tunaweza kuendeleza akili kubwa za watoto wetu mpaka wakakuwa nazo ukubwani, wakawa na uwezo wa hali ya juu, wakawa na vipaji vya hali ya juu. Jambo la kwanza ni kwamba mtoto kuwa ni mwenye kuongea sana akiwa mdogo. Wapo watoto wakizaliwa wadogo, wengine sio wepesi kuongea, wakimya, wazito. Lakini ukiona mtoto anaongea sana anapokuwa mdogo, kuna wapo watoto wanakuwa hawaongei sana kupitia pengine maradhi. Huyu mtoto alizaliwa akiwa anaumwa au hivi na vile, kwa hiyo unakuta kichwa chake kilikuwa kina uwezo mkubwa, lakini mtoto huyu akawa hana uwezo wa kuzungumza kulingana na maradhi yaliyomkuta. Sasa ukimwona mtoto anaweza kuongea sana, mara kwa mara anatamani kuongea, muda mwingi anaongea, kila anachokiona yeye anaongea, basi mtoto wa namna hii inaashiria kuwa akili na ufahamu wake unakuwa kwa kasi sana. Mtoto mwenye kuongea sana, ishara yake ni kwamba akili yake na ufahamu wake unakuwa haraka sana. Akili yake inakuwa haraka na ufahamu wake unakuwa kwa haraka. Mtoto ambaye hajui mara nyingi anakuwa ni mkimya tu, kwa sababu haelewi anachokiona mbele yake, haelewi wala haelewi chochote. Huyu mtoto anakuwa ni mkimya sana, mgumu kuelewa. Lakini mtoto ambaye anaongea sana utotoni, basi usiseme mtoto anaongea huyu, basi ndio akili kubwa hiyo, kwa sababu akili inakuwa kwa haraka sana, ndio asbabu mtoto huyo anakuwa anaongea sana. Hivyo mzazi unashauriwa kumuacha mtoto wako aendelee kuwa hivyo mwongeaji sana akiwa mtoto, kwa sababu kadri anavyozidi kukua huko mbeleni
atapunguza kuongea, manake akili itakuwa imesimama, imetulia. Kwa mtoto ana akili kubwa sana. Ukimwona mtoto wako yuko hivi, basi sema alhamdulillahi, mshukuru Mungu na umuombee sana dua asiache kuwa hivi akiwa bado mtoto, kwa sababu hii inaashiria ukuaji wa kiakili na kiufahamu kwa kasi kubwa sana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mtoto hawezi kutulia sehemu moja. Ukiona alama ya mtoto ambaye hawezi kutulia sehemu moja, dakika 2 katoka nje, dakika 2 kaingia ndani, umemweka hapa, umepita hivi, unamkuta kashateremka, kashaingia sehemu nyingine, mara kamwaga kitu, mara kafanya vile, yani anakuwa ni hatulii, ni vurugu tu muda wote, yuko pale, mara yuko barabarani, watu wanaanza kumpigia kelele, pengine anakoswa na pikipiki, watu wamemuokota, wamemrudisha. Yani hatulii katika kutambaa kwake au katika kutembea kwake, hakai akatulia sehemu moja. Hakika huyu mtoto ni genius. Huyu mtoto ana ufahamu wa hali ya juu. Huyu mtoto ana akili ya hali ya juu. Basi hakika ukimwona mtoto wako hatulii sehemu moja, hii ni ishara ya kwamba hali hii inamsaidia katika ukuaji bora na kujiamini kwa asilimia kubwa sana. Mtoto bila kutulia sehemu moja, huyu anajenga kujiamini sana. Anajenga kuweza kufanya lolote linaloweza kufanyika bila kuogopa. Uoga anakuwa hana. Anadonoa kila anachokiona. Akiona hichi kagusa, akiona hichi kagusa hichi, kamwaga, kafanya hivi. Basi mtoto anakuwa anajiamini katika ukuaji wake. Hatakuwa muoga. Hata anapokuja kuanza kusoma, haogopi kujaribu kusoma, haogopi kozi, haogopi chochote. Ukimwambia hichi utaweza, anakuambia nitaweza. Hata kama hataweza, atajilazimisha, atajaribu na atahakikisha mpaka anaweza. Ndo fikra yake, ndo akili yake itatulia. Kwa hiyo huyu mtoto ana akili kubwa, nzuri, muendeleze. Usimkanye sana. Mtoto anayetembea asiyetulia, usimlazimishe kumtuliza sehemu moja. Utamzimia ndoto yake, utaizima nuru yake. Mwache aendelee hivyo na kufampa kuhangaika. Mwache aendelee hivyo, kwa sababu ndio ukuaji wa kiakili unazidi kuwa mkubwa zaidi. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, ndugu zangu, mtoto ambaye hawezi kulala mchana. Mtoto unamlazimisha alale mchana, hawezi. Hata kaa hivyo macho, atahangaika, mwisho wa siku muda unapita, kashindwa kulala. Basi mtoto huyu sio kama ni mtundu sana, hapana. Bali mtoto wako bado ana nguvu nyingi sana za ziada. Hivyo usimlazimishe, muache. Akisikia mwenyewe usingizi atalala. Huyo mtoto ana nguvu kubwa, ana nguvu nyingi. Kwa sababu kawaida ya mtoto ambaye yupo standard tu ya kawaida, mara kadhaa akishinda kuanzia asubuhi mpaka jioni, hapa katikati lazima aanze kusinzia. Hawezi kushinda kuanzia asubuhi kaamka mpaka usiku, haiwezekani. Lazima mtoto huyu kuna muda ataanza kusinzia, kuna muda atalala. Sasa ukiona mtoto wako halali, anaamka asubuhi, saa 1 yuko macho, anatianka kweli mpaka usiku ule wakati wa kulala, ndo naye anapata usingizi, anakwenda kulala. Basi my friend, huyo mtoto wako ana nguvu nyingi sana za mwili. Ana nguvu za mwili na ana nguvu za ubongo wake. Hakikisha usimlazimishe kulala. Muache azitumikie nguvu zake ili ziendelee kumfanya kuwa na uwezo mkubwa wa kiakili na wa kimwili. Apate kuwa na mwili safi, apate kuwa na afya safi. Usimlazimishe kulala. Muache aendelee kutumikia nguvu zake ili ziongezeke
mwili wake upate kuwa standard nzuri yenye nguvu za kutosha na yenye afya bora. Kitu kingine cha 4 cha kukuonesha kwamba mtoto wako ana uwezo mkubwa sana wa kiakili, mtoto wako ana maajabu, yuko vizuri, unatakiwa umuendeleze, ni mtoto kuuliza kila wakati. Kila anachokiona anatamani kukijua, kutaka kujua kila anachokiona, muda mwingi kuuliza, hii nini, huyu nani, unaenda wapi, umetoka wapi, ulikuwa wapi, umekuja na nini, unaondoka utaniletea nini. Basi kila wakati mtoto kuuliza maswali kama haya, basi hakika mjibu kwa usahihi na wala usimdanganye. Nitakuletea kitu fulani, mletee kweli, kwa sababu vile unavomletea kile kitu kweli kwa sababu ulimuahidi, unamfanya na yeye akili yake ijengeke kwa mfumo wa ukweli. Hata anavokuwa akikwambia mama nitakuja na kitu fulani au baba nitakuja na kitu fulani, akili inamsuta anapokuwa hajaja na kile kitu, atajilazimisha mpaka aje nacho, kwa sababu asili yake imeanzia kwa mzazi. Alikuwa akimuahidi anatimiza, na yeye akiahidi atatimiza, kwa sababu mtoto hujifunza kupitia kwa mzazi. Na vile vile kwa wewe kuuliza ulikuwa wapi, usimwangope ulikuwa sehemu fulani wakati haukuwa hapo. Mwambie kila kitu kweli, kwa sababu mtoto anafionza kile unachokisema na yeye anakihifadhi. Anajua la, kumbe mtu anatakiwa aende sehemu fulani, kumbe mtu anatakiwa afanye hivi. Kama ulienda kuzika, mwambie nilienda kuzika. Ulienda wapi, mwambie nilienda kazini. Ulikuwa wapi, ulikuwa harusini, sema nilikuwa sehemu fulani. Kwa sababu kile unachomtajia mtoto anakifionza kwenye akili, kinatumbukia moja kwa moja. Anaanza kuhisi ala, kumbe mtu akiwa mkubwa anatakiwa aende huku, aende huku, aende huku. Anaanza kupokea. Kwa hiyo mtoto anayeuliza maswali mara kwa mara, hakika huyo ni mtoto genius. Usiache kumjibu vizuri, mjibu kwa usahihi, tena kwa hekima, tena mjibu kwa kumuelekeza taratibu, ili mradi apate kuelewa. Afu unamlazimisha kumuuliza umenielewa, akujibu kabisa kwamba ndio nimeelewa baba ulipokuwepo. Hili ni jambo jema, ni jambo zuri, ni jambo safi. Hiyo ni namba 4. Huyu mtoto manake ana ufahamu wa hali ya juu. Anapouliza kumzima na kuanza hata kunisumbua ni katika kuzima ule ufahamu wake usiendelee mbele. Lakini kuendelea kumjibu kwa kila anachokuuliza ni katika kuendelea kuamsha ule ufahamu wake uendelee kuwa mkubwa. Kwa inshallah tuyafanyie kazi hayo. Jambo la 5 na la mwisho ni kulia haraka. Mtoto wako kuwa mwepesi sana katika kulia. Yaani akiguswa tu kidogo kashalia. Hii inaashiria kwamba hakika mtoto huyu ana hisia kali sana za kimwili. Hivyo huyo sio kilizi, bali ni akili kubwa na hisia nyingi zaidi. Hivyo mlinde sana mwanao, msikilize hitajio lake na kumsaidia, na sio kila wakati kuanza kumzuia asilie. Acha kumwambia mtoto, "Wewe shika adabu yako, funga domo lako, acha kulia." Usimkanye kutokulia. Ukiona analia, usipende sana kumbembeleza sana, kwa sababu kimbembeleza atajenga tabia ya kuona kwamba nikilia kidogo na bembelezwa, atakuwa kilizi kweli. Bali ukiona analia, basi hakikisha unamtimizia, unamuuliza, unalia nini? Akikwambia hivi na hivi, mtimizie kila anachokitaka. Au mwambie nitamchapa. Na nikakupiga fulani nitamchapa. Haya nyamaza. Sio nyamaza mwanangu, usilie tena nitakununulia biskuti. Hivyo unamsababisha mtoto azidi kuwa mpuuzi, azidi kuwa mjinga. Usimbembeleze kwa staili hiyo, bali msikilize hitajio lake, alafu mnyamazishe kwa kuto kumbembeleza sana. Hii hali
isimfanye awe anadeka, na hali hii imfanye aendelee kuwa na hisia zake za hapo kwa hapo. Huyu mtoto atakuwa na hisia kali sana. Kwa hiyo hayo ni mambo matano yatakayokusababisha kujua kwamba mtoto wako ni mtoto ana uwezo mkubwa, ni mtoto ana kipaji kikubwa, ni mtoto ambaye akiendelezwa kwa hayo, asipopuuzwa, atakuwa ndio wale wanaokuja kuwa baadaye watoto wenye akili nyingi, akili ndefu na ufahamu wa hali ya juu, na kuweza kuwa na uwezo mkubwa hata katika masomo yao. Ndugu zangu, leo nimependa tushare darasa hili sote kwa pamoja, tuweze kuwa tumejifunza kitu. Na insha Allah leo nipo katika ardhi ya Babati, Manyara huku. Insha Allah tuko pamoja watu wa Babati, karibuni sana. Niko Babati mjini, na walillahi alhamdu kwa yoyote yule ambaye anahitaji zile bukhuri. Sasa tunasema tena bukhuri zipo Dar es Salaam, tumeziacha zinapatikana. Atakayetuma jina lake na la mama yake, tutaagiza bukhuri yake ifanyiwe kisomo na atatumiwa popote pale alipo. Na hapa pia Babati tunazo bukhuri kwa yule ambaye atakayetaraji na atakayetaka, insha Allah tutamfanyia kisomo katika bukhuri na ataweza kuzipata insha Allah. Mwisho kabisa niwatangazie wale ambao waliweka oda ya bukhuri, tayari bukhuri zao zimekwisha tokea, zimekwisha patikana. Ruksa kuweza kuzipata wakati wowote, watutafute kupitia katika namba zetu hizi wanazoziona, na insha Allah wataweza kupata bukhuri zao. Kufikia hapo ni kuombe usiache kusubscribe, usiache kushare, usiache kucomment, ili mradi tuweze kujifunza mengi katika chaneli yetu. Kufikia hapo niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.